Umewahi kuota ndoto halafu unaamuka unajiuliza, hii sasa ilikuwa nini jameni? Ndoto ambayo inaacha kichwa chako kikizunguka, ndoto ambayo haifai kabisa kwa akili ya kawaida. Sasa fikiri hii, unaota mwanaume, ndio ndume kabisa, ana mimba. Sasa jiulize, inawezekana kweli? Au kuna ujumbe mkubwa umefichwa nyuma ya hiyo picha ya ajabu? Kwa sababu ukweli ni huu, ndoto nyingi hazizungumzii kile ulichokiona. Zinazungumzia kile kilichojificha ndani yake. Na leo tutafungua maana halisi ya ndoto hii, na unaweza kushangaa kwamba hii ndoto si ya kawaida. Inaweza kuwa onyo au hata ishara ya kitu kikubwa kinakuja. Tuanzie hapa. Mwanaume hawezi kuwa mjamzito. Hiyo peke yake tayari ni ishara. Ndoto hii inakuambia kuna kitu kisicho cha kawaida kinaendelea. Kuna hali, kuna jambo, kuna mzigo ambao hauko mahali pake. Ni kama vile mtu anavaa kiatu cha mwingine, kinaingia ndio, lakini hakitoshi. Katika maisha ya kawaida hapa kwetu, ni kama kijana anajikuta anabeba majukumu ya familia nzima, wakati hata yeye mwenyewe hajajijenga. Au mtu anajikuta anaishi maisha ya kuigiza, sio maisha yake halisi. Ndoto hii inasema, angalia vizuri, kuna kitu hakiko sawa. Lakini sasa tusikimbilie kusema ni mbaya, kwa sababu mimba pia ina maana nyingine. Kuna kitu kinakuwa, kuna kitu kinatengenezwa polepole, kimya kimya. Unaweza kuwa unapanga biashara, unabeba wazo kubwa, unapitia mabadiliko ya ndani, lakini hakuna mtu anaona. Watu wanakuona tu kama kawaida, lakini ndani yako kuna kitu kinachokuwa. Ni kama mtu anayekaa Gikomba, Kariobangi au hata Mwanza. Anaanza biashara ndogo sana, watu wanamcheka, lakini yeye anaona mbali. Ndoto hii inaweza kukuambia usidharau kile kilichoko ndani yako, hata kama wengine hawakioni. Sasa tuwe wa kweli kidogo. Mimba si mchezo. Ni uzito, ni pressure, ni responsibility. Sasa mwanaume kuwa nayo, jameni, hapo ndipo ujumbe unakuwa mzito zaidi. Inaweza kumaanisha umebeba mzigo ambao si wako. Ni kama kubeba matatizo ya kila mtu, kujaribu kufurahisha kila mtu, kuchukua lawama ambazo si zako. Unajua watu wa hapa Afrika Mashariki tulivyo, wakati mwingine watu wanakuita, si marafiki, majirani na hata familia, wote wanaomba msaada, nisaidie. Na unajikuta umebeba kila kitu mpaka unasahau maisha yako. Halafu mwisho wa siku wewe ndiye unaumia. Ndoto hii inakuambia si kila mzigo ni wako. Kuna kitu kingine hapa. Mwanaume akiwa na mimba mara nyingi hawezi kueleweka. Watu watashangaa, wengine watacheka, na hata wengine watamhurumia. Hapo ndipo ndoto inaingia kwenye ukweli mwingine, maumivu ya kimya. Unaweza kuwa unapata mambo, lakini huwezi kusema. Una msongo wa mawazo, una pressure, una hofu, majukumu na kadhalika, na unatembea tu, unaonekana sawa, lakini ndani mambo ni tofauti kabisa. Ni kama mtu
anayetabasamu mbele ya watu, lakini akifika nyumbani analia peke yake. Ndoto hii inasema kuna kitu ndani yako kinahitaji kuangaliwa. Sasa hii ni kali kidogo. Mwanaume kuwa mjamzito pia inaweza kumaanisha umepoteza mwelekeo, unaishi maisha ambayo si yako, unafanya vitu kwa sababu ya presha, kwa sababu ya watu, kwa sababu ya mazingira, lakini sio kwa sababu hiyo ndiyo njia yako. Ni kama mtu aliyesomea kitu fulani, lakini moyo wake uko sehemu nyingine kabisa. Unajikuta unaishi maisha ya kuwazimwa. Ndoto hii inakuuliza, hii kweli ndiyo maisha yako au unaigiza? Sasa sikiliza vizuri hapa. Sio kila kitu kwenye ndoto hii ni hasi. Kuna upande mwingine wenye nguvu sana. Inaweza kuwa ishara ya kitu kisichowezekana kinakaribia kutokea, kitu ambacho watu hawakutarajia kutoka kwako kinaanza kuonekana. Ni kama mtu aliyedharauliwa anainuka, mtu ambaye hakuonekana anaanza kung'aa, mtu aliyepuuzwa anakuwa muhimu. Ndoto hii inaweza kuwa inasema kuna kitu kikubwa kinakuja, lakini kiko ndani yako kwanza. Hii nayo ni muhimu sana. Ikiwa ni wewe mwenyewe, angalia maisha yako. Unabeba nini? Kuna nini kinakuwa ndani yako? Ni mzigo au ni baraka? Na ikiwa ni mtu mwingine, inaweza kumaanisha mtu huyo ana siri, anapitia presha, ana jambo kubwa linakuja, lakini huenda hajui. Sasa hebu nikwambie ukweli mmoja. Kuna mambo tunayabeba kimya kimya, mambo ambayo hata marafiki zetu hawajui, hata familia zetu hazijui, lakini sisi tunajua uzito wake. Na ndoto kama hii haiji bure. Inaweza kuwa onyo, ufahamu au maandalizi ya kitu kikubwa. Lakini swali la mwisho ni hili: hicho unachombeba ni chako kweli au umebebeshwa? Na kama ni chako, unakikuza au kinakumaliza? Kama umewahi kuota ndoto kama hii au ndoto nyingine ya ajabu ambayo huielewi, andika kwenye comments. Na kama umejifunza kitu leo, hakikisha umelike na kushare, kwa sababu hujui nani anahitaji ujumbe huu.